ما هبت المسائي وما لاحت على الأيك الحمائي. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. Mheshimiwa Sheikh wa mkoa wa Lindi, kaka yangu Sheikh Muhammad, Mheshimiwa Sheikh wa wilaya Hussein, Mheshimiwa mwenyeji wetu Mwajuma, Mheshimiwa wazee, lakini katibu wa mkoa wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania mkoa wa Lindi, kina mama ambao mmeacha shughuli zenu muhimu tukaona mtusikilize hapa kwa mwingi kabisa kuifanya shughuli iimarike, mpaka nakaribia niseme kwamba kule kwetu Dar kuna maulidi yanafanyikana msikiti wa Manyema yanaitwa fainali. Inaonyesha na huu mkoa wa Lindi fainali iko hapa, ndio mwisho. Sidhani, ingawa sijatembea maulidi nyingi za mkoa huu, lakini sidhani baada ya pale Kilwa pale ambapo nimepata kuhudhuria hadhara ya pale, namna inavyokusanya watu na mambo yanayofanyika, sidhani baada ya pale kuna sehemu nyingine zaidi ya hapa. Yeye wenyeji ndio mtawaamua. Sasa hii hapa ndio tunasema ni fainali. Jamani, kuna mengi yamesemwa hapa na wanazuoni waliotangulia, lakini kuna mambo yamefanywa, mwenyeji wetu ameyafanya. Kwa mimi yamenitia wivu kweli kweli, na mimi ningeweza kufanya kama hivyo eneo langu, lakini kwa kuwa siwezi, basi inabidi yeye nimwombee dua tu, Mwenyezi Mungu amzidishie mara nyingi zaidi, kwa sababu yule mzazi wa mwalimu ameanza kufaidika hapa kabla ya akhera, kupata nafasi ya kwenda hija, yeye na mzazi mwenziwe na huyu kijana wenyewe ambaye ni mtoto wao. Hili ni jambo la kushukuriwa sana, lakini pia ni jambo la kulionea wivu mwema, ule wivu ambao sio hasadi ya kubomoa. Maana kuna husda ya kubomoa na hasadi ya kubomoa, lakini sisi tuwe na hasadi ya kupenda, na sisi tuwe kama hivi. Mungu atujalie mioyo hiyo. Kwa kuwa muda umeshavuka kidogo kwetu sisi, ibidi hapa sisi saa 6:30 tuondoke, na tulikwisha ada, lakini kwa vishindo vya hadhara hii ndio tushafika wakati huu. Inawezekana ni Mungu alivyotupangia, wala tusibishane. Unaweza ukataka na Mungu anataka, na haliwi ila lile Mungu amelitaka. Neno langu kweli jamani, Mungu katika Qur'ani amesema
وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. Makuraishi kabla ya Uislamu walikuwa na utamaduni mbaya. Miongoni mwa tamaduni mbaya walizokuwa nazo, wao waliona kuzaliwa mtoto wa kike ni aibu. Kwa nini? Mtoto wa kike, mtoto mwanamke hendi vitani, lakini wao walikuwa wanachelea kwa pia atazini. Mambo mawili haya, atazini alafu hendi vitani. Wani bila ya kufikiria kwamba hawa watoto wanamume wanaowataka watazaliwa na nani? Wao wanataka watoto wanamume tu. Watazaliwa na nani pasipokuwepo wanawake? Lakini ndio jahilia iliwasukuma hivyo. Matokeo yake wakaamua kuwa akizaliwa, wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Akibashiriwa kwa bwana umepata mtoto wa kike huko, siku hiyo hana raha kutwa nzima, siku 2 siku 3 mwezi, yatawara min al-qawm, hata anajificha kwa watu wasikuonekana kwa aibu ya kupata mtoto wa kike. Na hatimaye wanamzika ili hali akiwa yuhai, anachimbiwa shimo, anafungiwa. Sasa hapa katika kumchimbia shimo ndipo napotaka nipaongelee. Naomba mnisikilize kwa makini, mnizingatie kidogo. Mimi lugha yangu ya Kingereko, nyinyi huku lugha zenu ni safi sana zaidi. Tunakusikia. Basi nimepata dhamana kwamba nasikilizwa kule. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. Wale walikuwa wanamfukia mtoto wa kike ili hali akiwa hai, hilo Mungu hakulikubali na wala hatolikubali. Kiyama kikifika, miongoni mwa mambo watakayoulizwa na watatakiwa wajibu na hawatoweza kuwa na jawabu ni hili: wa idha al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Hilo lilowakuta hawa Makuraish katika zama za kijahilia. Kuna jambo na sisi tunafanya, naogopa na sisi tusije tukakutwa na hivyo hivyo na tukahojiwa na Mungu. Wa idha al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Wale walikuwa wamemfanyia hivyo mtoto wa kike, sisi tunawafanyia watoto wa kike na wa kiume. Mtoto wa kike na mtoto wa kiume usipompeleka shule, mtoto wa kike na mtoto wa kiume usipompeleka katika chuo cha Qur'ani, umemzika angali hai. Narudia tena, hata kama hatumchimbii shimo, kitendo chetu cha kutowapeleka madrasa, na wengine tunafikia kutowapeleka shule pia, huko ni kuwaua, kuwazika ili hali wakati hai. Tunawachimbia mashimo kwa sababu tunawatengenezea ujinga. Qur'ani hajui, huku kwenye sekula hajui, anakaa
Matokeo yake sisi huku kwetu kama huku bado, lakini huko watoto wote wamesokota nywele. Wanachokiigiza ni ule muonekano tofauti unaofanywa na wasanii mbalimbali na wacheza mpira. Na watoto wetu leo pamoja si wakubwa, tumedhulumiwa na hizo timu za mpira. Hapa tuko makundi mawili hapa, pamoja kwamba ni wamoja katika kumpenda Mtume, lakini tuna makundi mawili katika kupenda mpira. Wako wananchi hapa na wako ubaya ubwera. Lakini huku kwa wananchi, wachezaji wao wako wanaosokota nywele zao, wamevaa herini, tatuu, sijui na nini, ndio mchezaji anajiona kafika. Na mpira ukimkubali anasajiliwa kwa hela nyingi sana, lakini muhannath majongolo kasuka kama sio muhannath, kasuka majongolo, ana herini, ana kishaufu, bado tu alegeze mikono, mtoto wa kiume. Ndio hivyo, sio muhannath yule. Ila muhannath wale wanaingia gym na kunyanyua vyuma, kuna nini kidogo inakuwa nafuu. Ule mpira au kubali mpaka siku uingie gym, hiyo vyuma ukaze moyo na nini, ndio itakuwa football, itakwenda sawa sawa. Wa illa muhannathina wote. Sasa muhannathi sasa wale ndio wale wa idha al-maw'udatu su'ilat fi ayi dhanbin, wale wakishauawa wamekufa, wajinga wale. Ingawa ndio wajanja wetu tunaona wanakuwa wanapata pesa nyingi, wengine wako matajiri kwa kweli, trilioni, yani trilioni wanazo, lakini fil haqiqa si kwa maana. Simoja msikie kwamba wasanii hawa ndio kioo cha taifa letu, eti taifa letu ndio tunasokota nywele zile kioo cha jamii. Sasa tunasikia waziri mmoja na mheshimu kwa kweli mzee. Sasa kioo cha jamii wale wacheza singeli kweli. Kisa kipya. Ukiwakuta wengine wamekimbilia Dodoma kule juzi pale kwenda kuadhimisha Bongo Flava nini, lakini ndio hiyo nini hivi, yani saluni za kina mama na wao ndio humo wanabanana. Sema shekhe, wala usiogope. Sasa kweli tunataka vijiji vyetu viwe na watoto wa aina ile kweli? Mimi wasia wangu, tusimame pamoja na huyu mwenzetu, tusimame naye sawa sawa, ili tuwakinge watoto wetu na inhiraf inayotokea. Ishatokea tayari, lakini angalau tudiriki kinachowezekana kudiriki. Ajira, miongoni mwa ajira muhimu sasa hivi ni kuendesha bodaboda, lakini watizame na watoto wetu ndio bodaboda yenyewe na akili zao. Usafiri ule ni muhimu sana, ni sehemu ya ajira.
lakini si salama. Muhimbili, Moi kule wanasema kila kutwa kuna ajali isiyopungua 50 za watoto wa bodaboda. Sasa wallahi kanifundisha na kubeti watoto, na hiyo kubeti sasa sio vitoto vidogo vya watoto, hata baadhi ya watu wazima nao nawaona, maana pale kuna tamaa ya pesa kiulaini, wanakwenda kazini eti kazi. Na nimesikia kuna mtu mwingine kapata nyingi alafu zinaondoka zote. Kusema kweli, kama sio madrasa wallahi tutaangamia. Kama sio madrasa, watoto wetu kama hatukuwalea madrasani humu, ulezi huu wa upande mwingine ni laana tu, kwa sababu upande mwingine ni ibahia, kila kitu halali. Lakini huku kwenye madrasa inawezekana alafu isitoshe. Jamani, kweli mtu unarudi nyumbani kwako umezaa watoto aina jinsia mbili, wasichana na wavulana, na unarudi unawatizama wote kama wasichana. Kweli yeye nakubali hiyo jamani, kweli aduruka suka uwe na herini na uwe na herini, japokuwa huyu kidogo kabimba kwa kifuani, huyu mbasembata. Kweli hii tusikubali, kwa sababu sio lazima, wala serikali haijatuambia kwamba lazima watoto wetu wawe. Hatujaambiwa hivyo. Kama hivyo hata siku moja serikali haijatamka wala haitotamka kwamba kunywa ni pombe. Watanzania mnywe pombe lazima, japokuwa ndio kampuni zinazolipa kodi sana. Pombe, wizi, kucheza kama hakulazimishwi, lakini zinaletwa kindani. Naomba tulinusuru taifa letu. Siku zote tunawasikia viongozi wetu wanalia na mmomonyoko wa maadili, wanalia na mmomonyoko wa maadili, na wanatutaka sisi watu wa dini tusaidie ili kulinda maadili, kulinda utamaduni wa Mtanzania. Sasa kweli jamani, hivi kweli utamaduni wa Mtanzania ni herini na kusukuta zile kusuka kunywele na tunaona ndio utamaduni wa Mtanzania. Maadili yanajulikana kwa sababu al-halal bayyin wal haram bayyin. Jamani, nisichukue muda mrefu, niwaombeni wazee. Hakuna mji usiokuwa na wazee, lakini na kina mama wana uwezo mkubwa wa kutoa mchango mkubwa katika kuimarisha au kutunza maadili yetu, na watoto wetu wakawa wako katika dasturi inayokubalika kiubinadamu. Mungu ametuumba wake kwa waume. Sasa haiwezekani sasa unakuja unashindwa kutabaini upesi huyu mwanamume au mwanamke. Hapana, kwa sababu itafikia mahala baadaye hapa, sare ya harusi ikija, sare ikitoka, wake waume wote vijora. Sasa jamani, ikiwa wake waume wote vijora, kuna jambo jamani. Umbile letu halikubali, umbile letu la kutamaniana.
Sasa unafanana naye, utamtamani vipi? Unafanana kwa 99%. Utamani utakujaje? Na ndio maana Mwenyezi Mungu akaja akatufanya makusudi kutuwekea mfano angalau wa mbuzi wetu hapo. Si tunafuga mbuzi sisi? Beberu ukoje? Ana vizevu na nini na unaona bwana. Na mnadi maalum kuruza. Na jiki kama tunamuona. Ndio hivyo. Basi ina maana wale ndio wanajielewa, sisi hatujielewi, yani beberu wanajielewa. Sisi tunatambua kweli. Tunapelekwa katika engo ambayo beberu wanajielewa yeye dume na sauti yake kidume, na yule mwanamke sauti yake jike. Sisi huku tunatafuta sauti aina nyingine, miondoko aina mingine, hapo na mbele dume, msanii kio sadami. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tumsalie Mtume jamani. Sisi ni ummati Muhammad, umma ambao umesifiwa kwenye Qur'ani, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Muhammad Zavala, samahani kidogo uje. Huyu ndugu yetu ametoka Afrika Kusini kwa ajili ya kuhudhuria shughuli hii. Ana salamu zake kutoka kwa ndugu zetu wa huko Afrika Kusini. Baada ya hapo, na nasimama hapa kuna